Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya vilabu vikubwa vitatu nchini Tanzania. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club, klabu ya soka ya Yanga Sports Club, bila kuisahau klabu ya soka ya Azam Football Club, ambapo ni miongoni mwa vilabu vyenye ushawishi mkubwa hapa nchini Tanzania. Tunashuhudia vilabu hivi vimekuwa na ushindani wa kibiashara, hususan katika swala la utoaji wa jezi kali, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Azam Football Club ndio ambao walikuwa wa kwanza kuweza kutambulisha jezi zao mpya, jezi ambazo watakwenda kuzitumia katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, bila kusahau ligi kuu ya NBC na michuano mingine ambayo watakwenda kushiriki kuelekea msimu ujao. Jezi ya nyumbani ya klabu ya soka ya Azam Football Club ni kama inavyoonekana katika video yetu. Ni jezi nzuri, jezi nyeupe yenye rangi ya michirizi ya blue, ambapo ukiangalia ni jezi ya kuvutia kweli kweli, ambapo ukiwaangalia wachezaji wa klabu ya soka ya Azam waliweza kuivaa jezi, basi moja kwa moja wameweza kupendeza na kuvutia. Hiyo ndio jezi ya kwanza ya nyumbani ambayo klabu ya soka ya Azam wameweza kuizindua, lakini klabu ya soka ya Simba Sports Club ndio ambao walifuatia kuweza kutoa jezi, ambapo ukiangalia klabu ya soka ya Simba wao wamezindua jezi tatu, yani jezi ya nyumbani, jezi ya ugenini, kisha watakuwa na jezi ambapo jezi wanaweza kuivaa nyumbani ama ugenini. Kwa Kiingereza wenyewe wanasema alternative kit, ambapo ukiangalia jezi ya nyumbani ya klabu ya soka ya Simba ni jezi nyekundu ya kuvutia kama inavyoonekana katika video yetu, lakini jezi ya nyumbani ya ugenini kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ni jezi nyeupe yenye rangi nyekundu, nakshi nyekundu kama inavyoonekana katika video yetu. Mchezaji wa klabu ya soka Simba akiwa amevalia, basi amefana ama kupendeza kweli kweli, lakini Simba watakuwa na jezi ya tatu, ambapo jezi wanaweza kuivaa nyumbani ama ugenini. Ukiangalia ni jezi ya buluu, ambapo ukiangalia inavutia kweli kweli kama inavyoonekana katika video yetu. Kwa hizo ndizo jezi tatu ambazo klabu ya soka ya Simba wameweza kuzizindua kuelekea katika mashindano ya ligi ya mabingwa sambamba na ligi kuu ya NBC. Lakini klabu ya soka ya Yanga Sports Club, mabingwa mara 5 mfululizo wa ligi kuu ya NBC, nao pia si kinyonge, ambapo nao pia wameweza kuzindua jezi zao ambazo watakwenda kuzitumia msimu wa mwaka 2026 ambapo ukiangalia jezi ya nyumbani kama kawaida ya klabu ya soka ya Yanga ni jezi ya kijani kama inavyoonekana, ni jezi ya kuvutia kweli kweli, ambapo ukiangalia wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga waliobahatika kuivaa, basi moja kwa moja wameweza kupendeza. Lakini klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kuzindua jezi ya ugenini, ambapo jezi kwa upande mwingine tunaona ni jezi ya njano ikiwa na rangi nyeusi. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande mwingine ni jezi ya kuvutia kweli kweli, kama unavyoona mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wamevalia, basi wamependeza kweli kweli. Lakini Yanga wameweza kuzindua jezi ambayo wanaweza kuivaa nyumbani ama ugenini, ambapo jezi watu wengi wameweza kuipenda kweli kweli. Ni jezi yenye rangi nyeusi ubavu mmoja, ubavu mwingine ikiwa na rangi ya gold, ambapo jezi wanaweza kuivaa nyumbani ama ugenini. Kwa hiyo tunaona hizo ndizo jezi tatu ambazo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuzizindua kuelekea msimu mpya wa mashindano 26-27. Sasa tunakuacha na swali kati ya jezi ya nyumbani ya klabu ya soka ya Azam nyeupe, jezi nyekundu ya klabu ya soka ya Simba, jezi ya kijani ya klabu ya soka Yanga. Je, kwa upande wako wewe ni jezi gani ambayo umeweza kuikubali? Ama tuambie kwenye comment katika jezi hizi ambazo tumeweza kuonyesha siku ya leo, ni jezi gani ambayo umeweza kuikubali kuliko jezi zote? Kwa hiyo toa maoni kwenye comment, ni timu ipi ambayo imeweza kutisha katika utengenezaji wa jezi kuelekea msimu mpya 26-27.